Kama mnakumbuka mazungumzo yangu mwishoni nilipomaliza, nilisema kuwa Israeli imefanya shambulizi kwenye bandari moja kule ambayo yenye hifadhi ya gesi kule Iran. Nikasema kitendo cha Israeli kugusa hapa kinampa Iran go ahead ya kugusa sehemu tofauti. Unajua vita ni mkakati ulivyo. Usione kuwa kuna target, kuna sehemu unahisi kwa nini asiguse hapa, halafu unaona kama anapiga kwingine. No, huo ni utaratibu tu, kuwa kabla hujafanya hilo unatakiwa ufikirie tena kuwa nikigusa hapa mwenzangu anagusa wapi. Manake ni hivyo hivyo, utaona kuwa wanasema jicho kwa jicho, mguu kwa mguu. Ndio kinachotokea. Lakini kimoja pia kimenishangaza kuwa uharaka wa Iran, kwa sababu Israeli ilifanya lile tukio, ilikuwa ni around saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kupiga kwenye before saa 3 kama saa 2 hivi na kitu ilipiga. Shambulizi la kwanza kabisa la Iran lilokwenda Haifa, moja kwa moja likaenda kupiga kwenye bandari, na likapiga vile vile alivyopiga yeye, likapiga likaongeza kidogo. Hiti ya pili, wave ya pili ambayo inaonekana ndio ilikuwa hatari zaidi, ile iliyopiga Tel Aviv na maeneo mengine kama Batiam, ambapo zinakadiriwa zaidi ya nyumba 60 zimeathirika kwa kiwango cha hali ya juu. Umeona majengo yameporomoka kwa kasi sana. Jana kitu kimoja ambacho kilikuwa ni mjadala mkubwa sana kwenye magrupu ya Telegram, hasa magrupu ambayo yanakuwa na pro-Israeli lakini wanaokuwa pro-Iran, mjadala mkubwa ulikuwa ni uwezo wa ulinzi wa mifumo ya anga ya Israeli. Israeli ina mifumo kama 4 au 5. Una mfumo Iron Dome ambao ni wakwao, ambao huu unadili zaidi na rocket. Na jana Irani amerusha droni nyingi za Shahid na Suicide drone. Yani unajua hivi, yani vita ilivyo kila mtu anaelewa kwa njia yake. Nadhani West ni walivyozuia kuhakikisha kuwa Irani hataweza kumiliki ndege za kisasa zaidi za vita, walimpa akili ya kuangalia njia ya pili, uwezo mkubwa wa drone, uwezo mkubwa wa makombora kwa usahihi. Na hili wamelizungumza mara kadhaa, hata maseneta wa Marekani wamejadili mara kadhaa uwezo wa Iran wa makombora na drone. Na hata Trump alizungumza kuambia Pentagon ya Marekani kuwa tunataka mtutengenezee drone zenye uwezo wa hali ya juu kwa gharama ndogo kama zilivyo za Iran. Manake anajua hata wakati anaanzisha mazungumzo ya nyuklia alisema kuwa tunafahamu kuwa wao wana uwezo mkubwa, wana makombora, wana uwezo mkubwa wa kijeshi na makombora kila kitu, lakini tunataka tufikie nao makubaliano ya kidiplomasia. Yani uwezo wa makombora hapo ndio umedhihirika. Sasa Irani alituma drone za Shahid pamoja na Suicide drone. Suicide drone upuuzi wake ni kuwa ikija imekuja, ukidungua italipuka, na ikilipuka inaleta madhara. Yani hii ni drone ambayo ujio wake kwa njia zote una madhara. Ni tofauti na drone kama Shahid, inaweza kuwa na kombora moja, au kuna drone inakuja kama uko spy. Sasa ukidungua Suicide drone bado itakuletea madhara chini itapotua, kwa sababu ukipiga inalipuka. Kulipuka tayari ni madhara mengine na kuleta. Kwa jana pia wamezitumia hizi drone kwa kushambulia. Lakini uwezo sasa ambao ulikuwa mjadala mkubwa kwenye magrupu ni uwezo wa Iron Dome, uwezo wake. Lakini wanayo David Sling, halafu wanayo Arrow ambazo ziko vizazi kama 3 vya Arrow. Halafu wana mifumo 2 ya Marekani ya Patriot na mfumo wa THAAD wa Marekani. Kwa hiyo karibu mifumo 5. Unganisha mifumo ambayo inatoa usaidizi pia ni ya Ufaransa, na mifumo ya Uingereza na Ujerumani pia ni mifumo ambayo inatoa usaidizi. Kuna kitu kimoja tunatakiwa tukitazame kwa jicho kali pia, au la mbali au la karibu pia unaweza kutazama kuwa nilizungumza jana kwenye uchambuzi niliokuwa nafanya kwenye kipindi cha Chekeche pale UTV, kama ulikifuatilia, kuwa nikasema kuwa Irani anasimama mwenyewe. Iran anasimama mwenyewe. Irani anasimama dhidi ya mataifa washirika. Yani ukichukua wale G7 ni wote, halafu chukua NATO karibu wote, utatoa nchi chache sana ambazo hazishiriki kwenye hili. Sasa Iran ambayo uwezo wake unaweza kusema, mfano chukulia mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, ni mfumo mmoja tu uliotoka nje. Ni mfumo mmoja tu wa S-300 old fashion wa Urusi.
S-300, lakini mifumo yote ambayo unaona inaweza kupangua drone na makombora ni ya Iran. Bavar 373 yote ni mifumo ya Kiiran. Makombora ambao walikuwa wanatumia kama Haj Qasim ambalo liliruka kwa mara ya kwanza jana. Kombora hilo lilipewa jina la General Qasim Soleimani, linaitwa Haj Qasim. Ni kombora la kwanza kabisa ballistic missile ambao limerushwa kwa mara ya kwanza kwenye ardhi ya Israeli, na madhara yake tumeona kuwa yamekuwa makubwa. Sasa hebu fikiria uhai wa taifa la miaka 46 47 takriban likiwa na full sanction, hawawezi kugrow. Yani taifa hili limepigwa vikwazo kwa miaka 47. Leo hii linaweza kusimama kwenye vita dhidi ya madola ya magharibi. Hii tu siku mbili inatosha, hata kama utawala wa Iran ukidondoshwa, lakini bado Irani inaweza kuonyesha kitu tofauti. Lakini bado inaonekana iko mbali Israeli kutimiza malengo, kwa sababu Israeli inasema kuwa itaendeleza mashambulizi yake kwa siku 14 mpaka ihakikishe imelemaza mifumo, imelemaza uwezo wa nyuklia wa Irani. Ukitazama na taarifa ambazo zinatolewa na IAEA kuwa shirika la nyuklia, ukitazama taarifa zinazotolewa na mashambulizi ya Israeli ambayo leo yameingia siku ya 3, unaona kuwa malengo ya Israeli yako mbali sana. Na hili nililizungumza mapema, kwa sababu hata wachambuzi mbalimbali walizungumza kuwa Israeli kwa kutumia makombora ya kwake hana uwezo wa kwenda kufikia ilipo vinu vya nyuklia vya Irani, ila anaweza kuleta madhara ya juu sehemu ya mitambo pembeni kwa juu, lakini sehemu hasa kuliko hifadhiwa hizo urani, sehemu kuliko hifadhiwa hasa kemikali, ni vigumu kufika. Na IAEA walitoa taarifa hata wakati wanavujisha taarifa kumpa Israeli kuwa unatakiwa utumie makombora ya aina gani, walifahamu kuwa ni bado. Manake walikuwa nahisi kabisa kuwa baada ya Israeli kuanzisha mashambulizi haraka watamvuta Marekani. Nimeona jana IPAC walikuwa wameposti wanasema kuwa tunashambuliwa na Iran, miji yetu iko kwenye mashambulizi makubwa na nchi iko kwenye tishio kubwa sana. Ni wakati wa mshirika wetu muhimu Marekani kuingilia kati hili swala. Nilifurahi comment ya kwanza tu iliyoanza, ni Marekani mmoja akaambia msituhusishe na vita yenu, msituhusishe. Sasa Trump amepanic, kama mmemfuatilia kama jana vile alivyokuwa anazungumza, amesha panic. Ni kuwa walitegemea kuwa Irani atatoa sababu ya kuwavuta na wao waingie. Sasa jana kule kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani ya Iraq, ni drone zilielekea kule, ambazo drone zinaonekana zilirushwa na makundi ya washirika yaliopo Iraq. Ni kuwa kama Irani amejua kupiga midundo ile ngoma, yani midundo nilizungumza kuanzia awali, midundo inavyodundwa. Irani amejua jinsi ya kucheza nayo, kuwa nitadili na wewe moja kwa moja bila kumuhusisha mwingine. Ndio maana unaona kuwa hata jana, mawimbi ya jana, bado Irani hakutoka kwenye mstari, ameendelea kumlenga Israeli tu. Lakini ukisoma vyombo vya habari vya Israeli, wanatuonyesha kama kuwa vitu tofauti kabisa na vile ambavyo sisi tunaviona, au unaona kuwa sijui nini, kwa sababu tukiangalia vyombo vya habari au macho yetu yanatuonyesha kitu tofauti kabisa, halafu chini ya meza wao wanatuambia kitu tofauti. Sikia mfano gazeti la mrengo wa kulia la Israel linaitwa Hayom limeandika taarifa moja inasema Iran appeal to Oman, Qatar to stop Israel strike. Ni habari yani Irani imeiomba Qatar na Omani izungumze na Israeli iache kufanya mashambulizi. Yani anaomba kuwa Israeli isiendelee na mashambulizi. Yani ukitazama hii habari halafu ukaenda kwenye uhalisia sasa wa ulimwengu ulipo, unaona kuwa ni vitu viwili tofauti. Kile tunachokiona na hiki wanachotuambia wao ni vitu viwili tofauti. Nadhani vichwa vya Israeli sasa vinasoma kuwa kwa nini tulilianzisha, kwa sababu Marekani hataki kuingia moja kwa moja licha kuwa anatupa usaidizi wote. Kuna taarifa imeandikwa na baadhi ya vyombo vya habari niliona, lakini nikaiona pia kwenye Middle East Eye, inasema kuwa meanwhile Israel and the US modify F-35S to enable Iran attack without refueling, sources say. Yani mashambulizi haya ya Israeli
na Marekani, yani yalivyoandaliwa, kwa sababu Israeli anatumia ndege na Irani na Israeli ni mbali kilomita 1000 na kitu napita. Sasa hizi ndege za kijeshi za F-35S ambazo zinafanya mashambulizi, ni kawaida ni lazima ziongeze mafuta, kwa sababu ili uende na urudi ufanye mashambulizi ni lazima ziweze kuongeza mafuta kokote, yani kuna msaada wa kuongeza mafuta. Sasa hii taarifa inasema kuwa haya mashambulizi, kabla ya kuanza mashambulizi, Marekani na Israel walifanya modify kwenye ndege za F-35S kuhakikisha wanaongeza zile tank za mafuta ili zile ndege ziweze kwenda kushambulia na kurudi Israel bila kuongeza mafuta. Yani ilibidi wakae chini, manake unaona kuwa haya ni mashambulizi au hili ni tukio ambalo liliandaliwa kwa pande zote kwa muda mrefu. Kwa hiyo wamezitengeneza zile ndege ili ziweze kwenda vizuri na kurejea bila kupungukiwa na kuongeza mafuta. Sasa Iran hataki kumgusa Marekani ili abaki na Israeli alipo. Sasa kiuhalisia mnajionea video ambazo zinazunguka kwenye mitandao, na mitandao yote inaonyesha ni kuwa uwezo wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli ni kama imezidiwa au imeelemewa. Kwa sababu mimi sitaki kuongea tu, maana kuna watu wanahisi nazungumza labda kama ushabiki, lakini we una macho unaona. Chukulia kitu kimoja, wakati Irani ilivyoshambulia bandari ya Haifa kwa kujibu baada ya Israeli kuanza kushambulia bandari, majibu ya Israeli yalikwenda Teherani, yakaenda kupiga ghala ya mafuta, ghala ya hifadhi ya mafuta. Yani unaona kama kwetu pale Kigamboni kuna ghala nyingi za makampuni ya mafuta. Kwa hiyo kama utasababisha moto kwenye ghala yoyote, manake moto utakuwa ni mkubwa sana. Sasa Israeli ili kuleta ile yani, kwa sababu muda wote video zinazunguka mitandaoni ni video za kuonyesha kuwa poti ya Haifa inaungua, na maeneo ambayo yalikuwa yamepigwa, kwa taarifa Irani ambao wameitoa wanasema kuwa walikuwa wameenda kupiga kwenye hifadhi ya mafuta ya ndege. Kuanzia mawimbi ya kwanza ya jana walipiga kwenye viwanja vya ndege. Nadhani wanataka kulemaza uwezo wa anga wa Israeli kwa kugusa sehemu muhimu kama vile viwanja vya ndege ambavyo ndio hizo ndege zinaweza zikatumia, lakini sehemu ya kujaza mafuta. Kwa hiyo itabidi ndege za Israeli ima zikaombe sasa kujaza mafuta kwa jirani yao Imarati, ambaye anaweza akatoa hilo, manake hana njia nyingine, au anyanyuke aende Ugiriki au Cyprus akajaze mafuta huko ndio au yanashambulia kwa kutokea huko. Lakini sidhani kama kuna nchi nyingine inaweza ikajiingiza kwenye mgogoro huu, kwa sababu itakuwa ni sehemu ya target ya Iran kama kutakuwa na nchi nyingine inaweza kujiingiza kwenye hili. Sasa unaona kuwa target kubwa ya Iran anagusa sehemu zile ambazo ni muhimu sana. Na hili mtakumbuka niliwaambia kuwa kama unafikiria kudestroy, yani kama unafikiria kuangamiza, ukisichukulia kauli ya waziri wa kigeni wa Israel Katz jana, anasema kuwa tutaigeuza Irani kuwa majivu. Jamani, hebu nendeni kwenye uhalisia sasa, kati ya Iran na Israeli nani anaonekana kwenye shape ya kuwa majivu? Yani nilikuwa unafahamu kuwa mashambulizi kwa kutumia ndege ni mashambulizi yenye ufanisi wa hali ya juu, halafu yanakuwa ni ya haraka, ya tit-for-tat, yanaweza ikafanya kwa usahihi unapotumia ndege. Lakini Iran anafahamu kuwa ikiwa atatumia ndege zake za MiG-29 na zile ndege za kizamani ambazo alizonazo, zitadunguliwa zote kwenye ardhi ya Israel, kwa sababu Israel atatumia ndege za kisasa zaidi kuangamiza. Sasa ndio maana una Irani hagusi ndege zake kupeleka, kwa sababu anafahamu uwezo wa ndege za F-35S na F-35 na F-16 zilizopo, ambazo ni ndege bora kabisa za Kimarekani ambazo anazo Israeli. Hataki kupeleka. Anachofanya, anatumia ballistic missile. Sasa nimelipata jibu moja, nilikuwa sijawahi kutazama vita ya pande mbili ya aina hii, anayetumia ndege na anayetumia ballistic. Lakini ndege inaweza kuwa inafanya mashambulizi, lakini ukubwa wa kombora ambalo linabebwa na ndege na ukubwa wa ballistic ambayo inakuja, madhara makubwa ni ya ballistic. Na ndio maana mnajionea kuwa, tazama madhara ambayo ndege inasababisha kule Iran, jinsi ikipiga. Halafu nenda kaangalie picha za video zinazoonekana ndani ya Israeli ballistic ikipiga.